Zifuatazo ni faida 5 za kufuatilia viwango vya sukari katika mwili wako mara kwa mara kwa wewe mwenye tatizo la kisukari. Moja ya jambo zuri ambalo linaweza likakusaidia sana kuepukana na matatizo mengi ni kuwa na hii tabia ya kufuatilia viwango vya sukari. Mara kwa mara inabidi uwe na hako ka utamaduni, itakusaidia sana. Kosa kubwa wengi wanapokuwa na hili tatizo wanahusianisha tabia ya kupima sukari na kujiumiza au kujipa stress. Kwa hiyo wana-avoid kupima mara kwa mara kwa sababu inawafanya wawe na uoga kwamba sukari yangu iko juu, kwa hiyo inawapa stress. Lakini pia baadhi hawapendi kupima kwa sababu wanaogopa ile kujichoma choma. Ni kweli inakera, lakini katika kipindi hiki cha mpito cha kutokomeza ugonjwa wa kisukari, mimi ninakuhamasisha kupima mara kwa mara, hata kama sio kila siku, lakini uwe na tabia ya kufuatilia kwa sababu itakusaidia sana. Faida ya kwanza ni inakusaidia kufahamu ama kuepusha sukari kushuka au kupanda sana. Moja ya matatizo hatari ni hypoglycemia au hyperglycemia. Yaani sukari kushuka au kupanda. Kuna watu walishawahi kuondoka kwa sababu sukari yao ilishuka bila wao kujua. Na kuna watu wanapata matatizo makubwa sana. Matatizo makubwa sana kwa sababu sukari yao ilipanda sana bila wao kujua, ikawatarisha pengine hata mishipa ya damu kupasuka na wakapata madhara zaidi, au kupata matatizo kwenye macho ambayo yaliibuka ghafla kwa sababu ya viwango ambavyo havijadhibitiwa. Kwa hiyo inakusaidia sukari yako isiwe juu sana au isishuke sana. Faida ya pili, unapokuwa una tabia kupima mara kwa mara, inakusaidia kuweza kutumia dawa kiusahihi. Matumizi sahihi ya dawa yanategemea pia viwango vyako vya sukari vikoje. Kuna wakati wewe umekomaa na kuchoma insulin, kumbe katika kudhibiti ugonjwa inabidi wakuondoe kwenye insulin na kurudisha kwenye vidonge. Ama hiyo titration ya hizo unit tunazochoma inabidi pengine zipungue ziendane na usugu wa ugonjwa au ziongezeke kwa sababu bado usugu wa ugonjwa wako ni mkubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri ukaweza kuwa unapima mara kwa mara ili hata hizo dawa uweze kukadiliwa kiusahihi. Kuna wakati watu wamebaki na viwango vya juu vya sukari, lakini kwa vile kuna dawa anazitumia, anasema sio mbaya, kuna dawa anazitumia, lakini akipima iko 15, iko 20, iko 18, asijue kwamba hivyo viwango ni hatari na vinamtengenezea madhara mabaya sana. Kumbe angeenda hospitali, wangeenda kumbadilishia dawa. Angepewa dawa zenye kuendana na yeye. Angepewa dawa zenye kuendana na usugu wa ugonjwa wake. Kama ameshaanza kuwa na nafuu nzuri, basi apunguziwe viwango vya dawa. Maana haya madawa pia kuyategemea na kuyatumia muda mrefu sometime inaweza kusababisha athari zingine, hasa pale ambapo hakuna haja ya kutumia dozi kubwa, lakini wewe unatumia dozi kubwa kwa sababu tu haufuatilii viwango vya sukari. Mwisho wa siku hizo dawa zinasababisha sukari inashuka, unapata madhara makubwa zaidi. Hiyo ni faida ya pili. Faida ya tatu ni kwamba tunachunguza pia mwili unapata mwitikio gani kwa lifestyle yetu. Kwa aina ya vyakula unavyokula, mazoezi unayofanya, vipi mwili wako unaitikiaje, ili uweze kujua unaboreshaje. Inawezekana wewe kuna baadhi ya vyakula ukivitumia vinakupa shida sana, japo kwenye programu fulani unayoitekeleza kama ni ya kwetu kama ni ya nani, inawezekana kwa mwili wako wewe kwa vyakula hivyo hamuwezani. Kama unafuatilia viwango, unatumia dawa vizuri, utajiuliza kuna kitu hakiko sawa. Hiyo ni faida moja hapo. Lakini faida ya 5 au ya 4, kabla ya 5 nafikiri, ya 4 ni kuzuia madhara ya ugonjwa. Kuzuia madhara ya ugonjwa wa sukari. Kuna watu unakutana nao anakwambia huu ni mwezi wa 6, mara mwisho nilipima kama sikosei mwaka jana. Ina maana hichi kipindi cha ukimya viwango vyako vya sukari vilikuwa viko juu. Bahati mbaya sukari ikatarget macho yako. Ndio maana ulipata ile tatizo la umepata ile tatizo la mtoto wa jicho, umepata cataract. Inawezekana kwa kutokufuatilia viwango vyako vya sukari vizuri, kumbe viwango vya sukari hapa katikati vilikuwa viko juu sana, ndio vimesababisha hayo malengelenge ambayo yamesababisha umejikuna kidogo kikaibuka kidonda.
Kumbe isingetokea kama ungekuwa unafuatilia na kuchukua hatua. Lakini faida ya mwisho ni kwenye kusaidiana na mtaalamu wako sasa. Ili daktari wako lazima aweze kukukadiria, aweze kukwambia tunafanya nini, lazima ajue wastani wa sukari yako. Kama unategemea ile siku ambayo ndio hujielewi, kichwa unajisikia uchovu ndio ukapime, afu daktari aseme kitu, ni ngumu kwa sababu hana track ya sukari yako kwa hapo nyuma. Atakupima kwa siku hiyo, lakini sukari ya leo ni ngumu kuitolea tathmini kwa sababu hatujui kwa siku 7 zilizopita imekuwa ikicheza ngapi. Inawezekana leo ulikuwa katika hali fulani ya utulivu, inawezekana vyakula ulivyokula umevitumia kwa sababu umefanya mazoezi, tumeiona sukari iko normal. Kumbe hapa katikati sukari yako iko 30, sukari yako iko 18, sukari yako iko 15, iko 12, iko 9 kila siku, viwango ambavyo sio salama. Kwa hiyo hizo ni faida 5 za kufuatilia viwango vya sukari. Unaweza kuwa unapima angalau kila siku au unapitisha siku moja unapima tena. Itakusaidia sana. Kwa sababu hichi ni kipindi cha mpito. Kama unafanya program sahihi, utafuatilia haya mambo, utaelewa vizuri na baadaye utakuja ku-reverse ugonjwa utaondoka. Hautahitaji tena kufuatilia kila siku kama kipindi cha mpito ambacho tunakuhamasisha kufuatilia, kwa sababu ni bora stress ya kuona sukari iko juu ama imeshuka ukatumia strategia za kuipandisha ama za kuiweka normal, kuliko stress za figo zako kufeli ghafla, stress za macho yako kuharibika, stress za kupata uharibifu mkubwa kwenye sekta ya tendo la ndoa, ukajikuta hauwezi tena kufanya vizuri kwa sababu tu uliacha viwango vya sukari ambavyo ni uncontrolled, vikaenda kusababisha madhara zaidi kwenye eneo hilo. Naitwa Sam Nature. Kama wewe una changamoto ya kisukari, tutakusaidia kuondokana na hili tatizo kwa njia asilia. Comment neno program, nitakupa utaratibu, ama nipigie simu, namba yangu ipo hapo kwenye bio. Tutashauriana na wewe na kukuingiza kwenye program za 1-on-1 katika program maalum ambayo utapata miongozo, utaingizwa kwenye usimamizi na tutahakikisha tunakupa ushauri kulingana na maendeleo yako, na kuna baadhi ya njia ambazo ziko tofauti na masuala ya lishe. Tutakushauri uziadapti kadri unavyozoea katika utekelezaji wa programu zetu za lishe. Karibu sana, ni mimi Sam Nature, turudi kwenye nature.